Tukuzwe Baba, na mapenzi yako tena yakatimizwe, na ufalme wako uje. Utukufu ni wako Mungu mwenye nguvu, katika jina la Yesu. Asante kwa rehema na neema na fadhili zako, wewe uliyejaa fadhili, utukufu na nguvu. Asante kwa kuwa umetupenda, unatujali, unatutazama kwa huruma na rehema. Baba yetu wa mbinguni, jina lako likatukuzwe tena. Baba, mapenzi yako yakatimizwe. Ninaomba uponyaji kule mahospitalini, waponywe. Wengine wameandaliwa mauti, ninafuta na kupangwa mpango mbaya wa mauti na ajali barabarani na hatari zozote. Nasimama kinyume na kila mpango na makusudi ya yule adui, katika jina la Yesu wa Nazareti. Baba wa mbingu na nchi, Mungu mfalme wa yote, naomba rehema zako, fadhili zako na uweza wako ukatuwezeshe, ukatusaidie malango yetu, familia zetu, kanisa, taifa letu, nchi yetu, katika jina la Yesu. Baba, lile kusudi lako timiza. Wewe ulipaye kisasi, fanya Bwana. Wewe uteteaye wanyonge, watetee Bwana. Wewe uteteaye wanyonge, tetea watu wako, katika jina la Yesu. Asante kwa rehema zako. Tufunulie akili zetu, fahamu zetu zikujue, tukujue zaidi, tukufahamu zaidi. Mungu uliye karibu na mwenye upendo, katika jina la Yesu Kristo. Baraka uweza wako, naomba ukanilee kutembea nasi na kukaa nasi, katika jina la Yesu. Mwenye udhaifu uondoke, magonjwa yaondoke, kwa kuwa wewe Bwana, kwa kupigwa kwako Yesu, kwa kuteswa kwako Yesu, kwa kufa na kufufuka, tumepata uzima, ukombozi, ushindi na uweza. Asante kwa ajili ya mtu huyu, mtoto wako, mtumishi wako. Mbariki, mponye, angazia nuru yako, familia yake, malango yake, ujana wake, uzee wake, ukawa furaha wa amani, kwa jina la Yesu, amina. Bwana Yesu akubariki, akubariki, akubariki sana. Karibu tena, tuendelee kujifunza juu ya kumjua Yesu zaidi. Tuendelee kujifunza juu ya kumjua Yesu zaidi. Weka kiu, weka bidii, weka juhudi ya kumtafuta Yesu zaidi, kumtafuta na kumjua zaidi na zaidi. Tuanze neno la Mungu hapa kwenye kusoma pale maandiko matakatifu katika Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ile ya 28, naanzia mstari wa 9. Haleluya, barikiwa sana katika jina la Yesu. Kumbuka, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 9, ninaanzia pale. Neno la Mungu, maandiko matakatifu yanasema, nawe Suleiman mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, umtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikira. Ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Amina. Ukienda mstari wa 10 anasema, jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hivyo. Amen. Bwana apewe sifa sana. Daudi ambaye sasa anamwachia mtoto wake, anamkabidhi mtoto wake, yeye alishafanya kwa upande wake. Suleiman anapewa mausia, Suleiman anapewa ujumbe. Roho Mungu anapitisha ujumbe huu ili na sisi tuone leo, tujue inavyotustahili, inavyotupasa. Suleiman anapelekewa ujumbe huu kwamba, Suleiman mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, mjue Mungu wa baba yako, mjue Mungu wa baba yako, ambaye baba zako walimtumikia na baba zako waliona miujiza, walitendewa mengi, walifanya Mungu alivyotaka, vile walivyoenda utumishi ule. Anaambiwa na yeye sasa aingie kwa sehemu yake kumjua Mungu. Kuna kumfahamu Mungu na kumjua Mungu. Anaambiwa sasa amjue. Kujua ni jambo la ndani zaidi, ni jambo lenye uzito mkubwa zaidi. Kufahamu inaweza ikawa juu kidogo, lakini kujua ni jambo lenye uzito zaidi. Tunajifunza makubwa hapa. Anaambiwa mjue Mungu wa baba yake, alafu akamtumikie, tena akamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa moyo na kwa nia ya kumkubali, kwa sababu Bwana anamtaka yeye. Mjue Mungu, mjue Mungu, tumjue Mungu wa manabii, tumjue Mungu wa mitume. Mungu yule vile alitenda miujiza na maajabu na uweza, jinsi alivyotenda. Tumjue Mungu, mjue sana
tumjue sana, si kidogo. Naambiwa mjue ili aweze kutembea naye, ili aweze kutenda, ili aweze kufanikiwa yale ambayo Mungu anataka yafanikishwe, aweze kufanikisha, aweze kukamilisha. Suleiman anaagizwa kumjua Mungu kweli kweli, amjue na amjue Mungu yule ambaye hata kwa baba zake, kwa manabii alionekana, aliagiza, alifanya, na yeye anaambiwa amjue. Alafu anaambiwa kwa kuwa Bwana anatafuta mioyo yote. Mungu anatafuta mioyo yote ya watu wanao mwabudu katika roho na kweli, watu wanaomtumikia katika roho na kweli. Anasema hapa Mungu anatafuta. Mungu anaangalia ni moyo wa mtu gani unaomtafuta, ambao una kiu na Bwana, ambao una nia ya kweli ya kumtumikia Mungu, ya kumtumikia kwa moyo wote, katika matendo, katika sadaka, katika kumwabudu, katika kumtukuza. Mtu mwenye moyo wa kweli, anayemaanisha. Mungu anataka moyo unaomaanisha. Mungu anaangalia moyo ambao umekusudia kweli, moyo unaomaanisha kweli, kutembea na yeye, kufanya mapenzi yake. Mtafute Mungu kwa juhudi kubwa, tumtafute kwa bidii zaidi, tumtafute sana, si kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Naam. Alafu anasema, naambiwa kwa sababu Mungu anatafuta mioyo inayomtafuta. Mungu anatafuta mioyo inayomtafuta. Mungu anatafuta moyo unaomtafuta. Watu wanaomtafuta Bwana watampata. Tafuteni Bwana maadamu anapatikana. Mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni naye anaitika. Tumtafute, anapatikana wapendwa. Shida yako, taabu yako, endelea kumtafuta. Usichoke, usikate tamaa, endelea kumtafuta. Tuweke juhudi ya kuomba, bidii ya kumsikia na kusoma neno lake. Anapatikana, Bwana anapatikana. Haleluya, yupo, anapatikana. Tena anasema na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Mungu anaangalia fikra zetu zilizo ndani, zinamtafakari. Sasa hivi fikra za wengi, mioyo ya wengi, sijui na sidhani kama kwa 100% tumeelekea kumtafuta sana Mungu kwa moyo wote. Inawezekana kwa sehemu kidogo ndio tunamtafuta Mungu, kwa sehemu kubwa tunatafuta vya dunia ambavyo vitaishia duniani. Tujitahidi kumtafuta sana Mungu sana, kwa sababu yeye ndiyo vyote, yeye ndiye kila kitu. Yesu wetu, tafuta Yesu. Pambana, tupambane, tujitahidi wapendwa. Jitahidi kuvua kutafuta sana ya dunia. Tujitahidi sana kutafuta vya kimbingu. Yatafuteni yaliyo juu aliko Kristo ameketi mkono wa kuume Mungu. Tusihangaishwe na vya dunia ambavyo tutaviacha. Tuhangaishwe sana kwamba hatujafika kiwango cha juu cha upako cha kumjua Yesu. Tutafute, kwa sababu jana tumesoma kwenye Efeso, anasema kwa kina, kwa upana, kwa shina, na hivyo kwa upana mkubwa. Akili zetu, mioyo yetu tumjue kwa upana zaidi. Alafu anasema jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe unayenisikiliza, mimi unayeniona. Bwana amenichagua wewe, amekuchagua wewe. Kama ni dhambi, acha dhambi. Kama ni mabaya, acha mabaya. Mungu amekuchagua. Alikuleta duniani kwa sababu amekuchagua uwe mtu wake na utangaze matendo yake makuu. Tafute Mungu. Mungu amekuona wewe na anataka wewe mtumikie. Mimi nimtumikie, tumtumikie kwa moyo wetu wote. Anatafuta fikra, anaangalia fikra zetu. Anasema ukimtafuta ataonekana, nawe ukimwacha atakutupa milele. Ukimtafuta ataonekana. Mungu anaonekana tukimtafuta kwa moyo wote. Ukisoma pia kwenye Yeremia pale, Yeremia 29, kwenye Yeremia 29 anasema neno hilo pia. Hebu tuione kidogo pale Yeremia 29. Bwana Yesu asifiwe sana, atusaidie sana, atutie nguvu, tiwa nguvu kwa jina la Yesu. Yeremia 29 mstari wa 13. Nanyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Yeremia 29:13. Nanyi mtanitafuta na kuniona, lakini anasema tutakapo mtafuta kwa moyo wetu wote.
kwa moyo wote, kwa nguvu zetu zote, kwa nia ya kweli, anasema tutamwona. Ujumbe hapa ni kwamba mtafute Yesu kwa nguvu zako zote. Mtafute sana, au mjue sana Yesu. Mjue sana Yesu. Mjue sana Yesu. Tumjue sana Yesu. Anasema tukimtafuta ataonekana, tukimwacha naye atatutupa milele. Na Yesu hapendi kumtupa mtu, lakini kama tutajiondoa, basi tutakuwa tumejiondoa. Tusipomtafuta tutamkosa. Tujihadhari, tumeambiwa mstari wa 10, jihadhari kwa sababu Bwana amekuchagua. Jihadhari, Mungu anakutaka. Kwa sababu anataka tutengeneze nyumba yake, tutengeneze madhabahu yake. Kumbuka wewe ndio madhabahu. Kumbuka sisi ndio madhabahu. Kumbuka sisi ndio madhabahu. Shalom. Nyumba ya Roho Mtakatifu. Wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Wewe ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Ngoja tuone kwenye Efeso. Efeso sura ile ya kwanza mstari ule wa 18. Anasema hivi, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Jinsi ulivyo. Mjue tumaini, tujue tumaini la wito tulioitiwa. Macho yetu yafunuliwe. Macho yetu yanatakiwa kufunuliwa ili tujue wito tulioitiwa. Macho ya ndani, macho ya moyoni, macho ya moyoni. Yaani mioyo yetu ifunguke, ione, ielewe. Ndio sababu Mungu anasema anatafuta mioyo. Na hapa anasema macho ya mioyoni yafunguliwe. Mungu anatafuta mioyo yenye macho, iliyo tayari, na ambayo haina macho ipewe macho. Anatafuta watu wanaomtaka. Mungu anatamani kuona watu wanaomtaka, wanaomtafuta. Mungu wakati mwingine atutafuta yeye. Akishatutafuta, tukimpata na sisi tumpate. Mungu ametutafuta na sisi tumtafute sasa. Niseme hivi, kwa mtu ambaye sasa haelewi, injili zinahubiriwa huko na huko. Sasa hivi kwenye simu, kwenye TV, haya pote injili inahubiriwa. Manake Mungu anatafuta watu. Watumishi wa Mungu wakikuletea habari njema, manake wanatafuta. Mungu anatafuta watu. Sasa wanatakiwa wapatikane, yani wakubali. Wakishakubali waje sasa wamtafute huyo Mungu. Mungu atusaidie. Macho ya mioyo yetu yanatakiwa kutiwa nuru. Yatiwa nuru ili tupate kujua na kuona kusudi la Mungu na mapenzi ya Mungu. Tujue mapenzi ya Mungu ni nini, kusudi la Mungu ni nini. Mungu anatutaka tumtumikie. Macho ya mioyo yetu, macho ya moyoni mwangu yakaendelea kutiwa nuru. Ni ombi la pekee la muhimu sana, kuomba macho ya moyoni mwangu. Baba, naomba yakatiwe nuru, nikapate kujua, nikapate kuona. Na mimi nasema macho ya ndani mwako na wewe yakatiwe nuru, upate kuona, upate kujua, upate kufahamu. Macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Tunatakiwa kutiwa nuru katika macho yetu. Moyo wenye macho. Mungu anataka mioyo yetu iwe na macho. Tumuone, tuyaone mapenzi yake, tuione njia yake. Tumfahamu, tumjue sana. Haleluya, tumjue sana. Ngoja nisome tena katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5, nianzie mstari wa 19. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Twajua, tunatakiwa tumjue Mungu na tuwe na uhakika kwamba sisi ni wa Mungu. Twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia ukaa katika yule mwovu. Nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Amina. Mstari wa 21. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Jilinde na sanamu. Dunia imejaa masanamu. Pesa isiyomjua Mungu, hiyo ni sanamu. Kazi ambayo haimjui Mungu au haijahusishwa na Yesu Kristo, hiyo ni sanamu. Maisha ambayo hayana Mungu ndani yake, hayana Yesu ndani yake, hapo kuna sanamu. Anasema tumepewa akili za kumjua Mungu. Kuna akili za kujua sayansi.
kuijua jiografia, kujua dunia na mambo ya dunia. Kuna akili zile za kibinadamu, lakini kuna akili za kiroho, kuna akili nyingine za kumjua Mungu, za kumfahamu Mungu, za kutambua mapenzi ya Mungu, kuijua njia ya Bwana. Bwana atujaze na akili hizo. Mahali pengine anasema akili za moyoni, katika Biblia anasema akili ya moyoni. Anasema tuwajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Una uhakika kwamba wewe ni wa Mungu, kwa sababu lazima tuwe na uhakika. Niwe na uhakika mimi ni wa Yesu na Yesu ni wangu. Kwenye Yohana 15 Yesu anasema jambo hilo, anasema walio wangu wanijua nami nawajua. Yesu anawajua walio wake, na walio wa kwake Yesu wanamjua Yesu. Mjue sana Yesu. Yesu anasema katika Yohana sura ya 10, walio wangu nawajua, na yeye anatujua. Mjue, twajua ya kuwa Mungu, sisi ni wa Mungu, na dunia yote inakaa katika yule mwovu. Kama inakaa katika yule mwovu, basi maana yake usipambane na dunia, usidanganywe na dunia. Dunia ni mali ya Mungu pia. Kwa hiyo pia ukivipata uvipate kiwalali kwa kumjua Mungu. Kwanza tuanze kumjua Mungu, ndipo tuvitumie au tuviwe navyo vingi vya dunia. Na kama tunavyo tayari vingi, basi tumjue sana Mungu, na katika hivyo vitu tumwambie yeye atawale. Tumkabidhi Mungu hizo mali, hizo fedha, huo utajiri. Yaani muhusika na mmiliki wa kila kitu tulicho nacho ni Bwana Yesu. Ni Bwana Yesu. Anasema naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake. Yeye aliye wa kweli. Una uhakika kabisa, basi tembea na uhakika tena, ongezeka tena kumjua Yesu. Haleluya. Ili kwamba tumjue yeye, mjue sana Yesu, ili upate kushinda ulimwengu wenye dhambi na maovu na kukatisha tamaa. Mjue sana Yesu, upate kushinda ulimwengu wenye kukatisha tamaa. Mjue sana Yesu. Haleluya. Mjue sana Yesu, ili ushinde ulimwengu wenye kudanganya, wenye upotovu, wenye udanganyifu, wenye yule shetani mharibifu. Tuendelee kumjua Yesu. Mkaribie kila siku. Yesu akubariki na akusaidie, na tiwa nguvu kwa Roho Mtakatifu. Mjue sana Yesu, tafute sana Yesu, mwangalie sana Yesu, muite. Roho Mtakatifu akujaze. Weka mkono kwenye moyo wako sasa. Weka mkono kwenye moyo wako sasa. Weka mkono. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya neno lako. Mapenzi yako yakatimizwe katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuguse mioyo yetu na akili na fahamu zetu, ili tukujue sana, tukujue sana Mungu wa kweli na wa pekee. Baba, gusa moyo huyu mtu anayenisikiliza sasa. Gusa moyo wake. Kiburi kiondoke, jeuri iondoke, dharau ziondoke, mizaa iondoke kwa jina la Yesu. Roho ya mizaa iondoke kwa jina la Yesu. Hofu ziondoke ndani yake, mashaka iondoke ndani yake kwa jina la Yesu. Naomba ndani ya huyu mtu akujue sana wewe Yesu, akujue sana, akufahamu sana, akujue tele Bwana, katika jina la Yesu. Vikwa uweza, vikwa nguvu. Mjue sana Yesu, mjue sana Jehova, mjue sana katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia, tawala tena ndani yetu. Tunahitaji tena ndani yetu, tuzidi kukufahamu, tuzidi kukujua. Mioyo yetu Bwana, tunazidi kutamani itakasike, ijazwe neno, tukufahamu, tukujue. Tujaze na akili za moyoni, akili za kukujua. Baba, endelea kutufunulia, na wale wasiokujua wapi akili ya kukujua, ufahamu, moyo wa kukupenda, wakupende Yesu. Wale walio gizani watoke gizani, wakupende, wakujue sana Mwokozi. Na mtu huyu Bwana, mjaze kukujua, mjaze ndani yake nguvu za Roho, uweza wa Roho, kukata tamaa kuondoke, mashaka iondoke kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba nguvu zako zituingie, tuwe na kiu ya kutafuta zaidi, tukujue zaidi na zaidi, tukae karibu, tuwezeshwe na wewe Mungu muweza wa yote, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moyo wako uponywe, huzuni, maombolezo viondoke, taabu ziondoke, nuru ya Kristo ikuangaze. Damu ya Yesu inene mema, uweza wake Yesu ukujaze sasa
Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtu huyu. Naomba ona hata maombi yake yaliyo nayo na mahitaji yaliyo nayo, au yale mambo magumu yaliyopo. Bwana, tuvute tukujue zaidi kwamba unaweza kuondoa vyote, unaweza kutenda yote. Wewe ni yote Bwana Yesu katika vyote, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kubariki, asante kwa kuponya, asante kwa kuokoa. Utukufu kurudie sasa na hata milele. Amina. Nguvu za aliye juu zikufunike na neema ya Bwana Yesu iwe nawe, atembee nawe. Endelea kuomba tu na usiache kuomba. Karibu sana. Kumbuka, kama hujasubscribe kwenye YouTube yangu hii ya Eli Mlinzi Mbise, naomba fanya hivyo, subscribe, share na wengine pia, kwa utukufu wa Bwana Yesu. Barikiwa tele tele. Endelea kuniombea mimi na timu katika Nuru Ministry, watumishi wa Bwana ambao tunajiandaa kwenda kuhubiri uko na uko vijijini. Tunaomba tupeleke pia kwa maombi yako, kwa sadaka yako. Utaiona namba hapo chini ya simu yako, au kwenye skrini ya simu yako hapo kuna namba utaziona. Barikiwa, karibu kwa sadaka katika namba hizo. Bwana Yesu akutunze, akujaze nguvu sasa na hata milele, akuvike na uweza, akuongoze. Amani ya Bwana Yesu ndiye nawe. Endelea kujazwa. Bwana Yesu mvike nguvu, mvike uwezo, mjaze neema mtu huyu, atembee na mapenzi yako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.